Yule Nyango na akili zake, sio kwamba ni mlevi, sio kwamba nilikuwa anavuta bangi. Aliongea vile anajua anachokiongea. Sasa yeye atumii hivyo vitu. Kwa hiyo ni mlevi ambaye atumii kinywaji. Labda na ulevi wake mwingine ambao ulimfyatua akili mpaka kafyatuka vile. Hata kusema for the example, angekuwa mtu really kidogo asingeingia kwenye hizo mada za kujaribu kama kuwakataa wake wa hapo kipindi cha nyuma. Ndio, angesema tu nimeongeza. Asingekataa. Kwa sababu mtu ajui ya kesho. Wameshazana watoto wa watu nini. Ile ni kauli ya kutengenezea mazingira mabaya watoto wake. Kwa sababu kauli aliyoongea ni kauli ya kuishi. Kwa sababu vitu vinavyopanda mtandaoni havifutiki. Labda mwenyewe ukitaka nikifute. Ule anabebwa tu. Na ndio maana akaamua kumuoa Dogo Zungu. Wanataka kusema Dogo Zungu yupo kwenye mgongo wake wa mafanikio. Amwachilie, ndio maana kaka na eti sijawahi kuoaga, nimeoa. Unajua maana yake? Ameona Dogo Zungu anamuingizia views sana. USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Hii hapa ni USA Habari TV, another time again tumekuletea mchizi wa mangwa, mchizi wa ngwero wa kumitaga mchizi wa mangwa, mchizi wa ngwero aka Swaga Boy, mchizi wa mangwa, mchizi wa ngwero. Au sio bana? Mbele ya kamera yako ni kitambo sana USA Habari TV hajakuletea huyu hapo unamuona mbele ya screen yako sasa hivi, ambaye anajulikana kama Swaga Boy. Amefanya kazi nyingi sana na anakuambia kuna vitu anataka kuambie bwana, au sio bwana? Usichomoke, baki hapo hapo. Sound unaisikia ni Vertical MC waga sindagi lesma, nimenyoka zaidi ya pasi. Siku hizi wananiita chaki nyeusi. Nyuma kamera tunaye yule Mr. Maros. Bwana, tuna mengi ya kukuambia, sio zaidi ya dunia karibu yako, ni mengi zaidi ya hayo, au sio bwana? Tufuatilie mwanzo mwisho, kama bado huja subscribe, huja share, fanya hivyo, utakuwa umefanya nyama sana, ni kutupiga nini ile kututia moyo tu, au sio bana? Mambo vipi? Fresh, shwari kama kawa. Wanasemaga zile ndoa njema zimekuwa nyingi sana za wasanii, ila haijatokea kwa Swaga Boy. Imekuwaje? Unajua kufanya ndoa ni kupangilia, sio kurupuka. Na hisi hapa nyuma hapa niliwahi kushuti video ya ndoa. Niligharamia kwa sababu silikuwa kitu ambacho nakifanya kama kipo real. Lakini nigharamia kwenye video, nilialika watu ambao walifika, walikula, wakasala, na nikakataa sitaki zawadi. Na nikafanya, nikatokea, watu walishangaa sana. Kwa ni kitu cha kawaida, lakini unaangalia unaenda kufanya hicho kitu, je, uko serious nacho? Sio kama unakuja kuingia kwenye kitu ambacho kaja kukukosti kesho, baadaye tena unakuja kurudilia kauli yako sijawahi kuoaga. Ndio nimeoa. Umeona? Na kipindi umeshazalisha. Na kila mtu anajua na mke na una wake. Kwa kukurupuka ni mbaya. Ni kwa sababu umeamua. Mimi sio kwamba fulani amefanya na mimi ndo nifanye. Mimi sinaga hizo. Sinaga hizo. Ikitokea itatokea tu. Na nitafanya hivyo, najua kwa huyu mtu ambaye ameshanizalia, najua tuko naye hivi, tushazoeana, tushajuana tabia. Siwezi ingia kwa mtu ambaye nitangana sijajuana naye tabia japo tuko kwenye mahusiano. Ndio hivyo. Nataka kusema watu ambao waliachana na ndoa zao hapo kabla na kuingia kwenye ndoa zingine ni kwamba walishindwana na ndoa za kwanza. Walishindwana na ndoa zingine kwa sababu sijui ya kwao, kwa sababu ndoa ina mambo mengi. Unaweza ukasema hivyo lakini ndani kuna moto. Lakini sio kwa wote sasa. Sio kwa wote. Maana kilichotokea bwana ni kikubwa sana, kwa sababu kuna kauli mimi wenyewe shahidi. Unashangaa mtu amesema eti sijawahi kuoaga ndo nimeoa. Sasa nitanukuu hiyo ni kauli ambayo ilisikika kwake Nyagomeni, ambapo na yeye anaandaa ndoa yake hapo tomorrow. Baada ya kutoka last week tulikuwa na Bidobido Star, na akuitangaza sana, lakini alitoa ghafla tu na akaamua ingie kwenye mchezo wa kumtoa mke wake, ambao ndo ndoa tunavyoziita siku hizi. But na kwake yeye Mr. Nyagomeni aliwahi kuongea kauli kama hizo. Wewe kama mwanaume ulipokeaje na umeamua kuinukua kutaka kutaja jina? Why? Kwa sababu anajua anachokifanya, yule ana akili zake. Yule Nyango ana akili zake, sio kwamba ni mlevi, sio kwamba nilikuwa navuta bangi. Aliongea vile anajua anachokiongea, kwa sababu ungekuwa labda ni mlevi ningesema labda ni ulevi. Lakini mlevi nao waga na maanisha. Ukiona mlevi anakuja kukutukana, ujue vile alikuwa ameparia kitu kwenye roho. Sasa kaona macho hayavai miwani. Kwani valie miwani kaeteme cheche huko. Na watu waga wanapangilia kuongea kama ni kitu ambacho hakitoingia vizuri kwa baadhi ya watu. Hivyo kwa sababu anapiga hesabu hapa, nipo waziwazi hapa, taarifa ifiki vizuri. Ngoja nikavaa miwani. Anajifyatua akili, pombe na fyyatua akili. Ndio maana pombe kishapiga pombe unajikuta sasa yeye atumii hivyo vitu. Kwa hiyo ni mlevi ambaye atumii kinywaji. Labda na ulevi wake mwingine ambao ulimfyatua akili mpaka kafyatuka vile.
Nataka kusema for the example, angekuwa mtu real kidogo asingeingia kwenye hizo mada za kujaribu kama kuwakataa wake wa hapo kipindi cha nyuma. Ndio, angesema tu nimeongeza. Asingekataa. Kwa sababu mtu ajui ya kesho. Umeshazana watoto wa watu nini? Umekaa nao ndani na kila mtu anajua ni wake zako. Wamekuzalia. Afu kesho kwa ajili ya mtu mwingine. Afu uje ongee vile. Usichotaka kufanyiwa, usitaki kumfanyia mtu mwingine. Na malipo ni hapa hapa tu. Malipo ni hapa hapa. Sijui umenielewa. Nimekuelewa mchizi wa mango, mchizi wa ngwero, but tunataka utufafanulie hiyo kauli yako, sije ukatuacha kwenye mabano mimi pamoja na watazamaji wangu wanaoniangalia sasa hivi, japokuwa mniforgive kwa sababu nimewapa mgongo kidogo kulingana na hali ya hewa na mazingira, au sio bana? Unajua naongea hivyo kwa sababu kuna kauli zingine, kuna kauli zinatengeneza na kuna zingine zina hasidi na zinabomoa. Hii ni kazi tunazozifanya. Tunaangalia familia. Kuna watu waliachiwa na mafamilia zao wakaachiwa. Wazazi wakalea watoto wao wakakuwa, sasa wakakuwa watu wakubwa. Wewe ulikuwa unajikuta mkubwa kipindi hicho ukajikuta umefilisika. Sio kama ule ambao watu walikuwa wanajua. Kipindi watoto walipata maisha, wakatamani sasa watembee na brandi zao. Sijui umenielewa? Sasa ile ni kauli ya kutengenezea mazingira mabaya watoto wake. Kwa sababu kauli aliyoongea ni kauli ya kuishi. Kwa sababu vitu vinavyopanda mtandaoni havifutiki. Labda mwenyewe ukitaka nikifute. Lakini kinaishi. Mfano mimi nikipost auto niambie eti Swaga futa, hapana. Tapenda nipige views. Miaka rudi miaka nenda iko pale. Napiga hela kwa zaidi ya miaka 40. Baadaye sasa mtoto sasha kuwa, kwa nini mama uliachanaga na babangu? Sijui umenielewa? Babako ni mshenzi, ni kuangalia mtoto anaenda angalia kauli. Kwa ajili ya hiki kitu wewe. Hivi kweli mtoto mimi nitakupenda baba? Tasema wewe baba mshenzi sana. Mpaka unazalilisha mamangu hivi. Kwa unatengenezea mazingira mabaya. Tuangalie future. Tusiviropoke kwa sababu tupate views. Kila mtu akitaka kuingia, hata wewe ukitaka kuingia trending leo, uzime mtandao wote. Unaweza kaingia. Nikupe mfano ambao unaweza kuzima mtandao. Let's go the vibe. Wewe unafikiri ukitoka hapa uchi, utoke hapa ufike mpaka D1 uchi, hawezi kwa trendi? Una trend. Nauliza tu. So hapo unajifiatua kwa sababu trending kujifiatua akili. Kufanya kitu ili utrending kujifiatua akili. Sasa wewe uende unavua nguo, au shutiwi na watu. Hautajishuti wewe, lakini watu wakikushuti wakikupost hauja trend hivyo. Nakupa huo ni mfano tu. Kwa njia ni nyingi za kutrend. Na ndio maana unakuta watu wengine wanavaa magauni, nini, mwanaume anavaa magauni, labda ataongeleka hivyo, lakini vitu ni vingi vya kutrend. Lakini tuwe naangalia kesho yetu. Future yetu itakuwaje? Unasikia? Watu wengine tunatulia, tunaangalia, tunawazungukwa na watu. Kuna vitu vingine unatakiwa kuvifanya. Kuna vingine unatakiwa utumie hekima kwa kuongea kama hivyo. Kitu ambacho anaweza kakiongea, ana akili zake, anajua anachokifanya. Anajua anachokifanya. Lakini sasa angalie baada ya tariki 30, baada kutatokea kitu kingine kipi? Hapo kwanza unajiuliza swali kwanza. Na mimi nawauliza watazamaji ili wadondoshe comment hapo kwenye comment section, watuambie another time kuna kipi kinachotokea. But Swaga Boy, mimi natamani kujua why uliwahi kuzungumzia masuala ya kutaka kama kumponda Nyagomeni baada ya kutoa ile kauli yake, na tuliwahi kuona kama nyie ni mabesti fulani ambao mko kwenye partnership wa muziki na mambo mengine. Ya kweli mimi naye tupo na ubesti fulani hivi. Kwa sababu mimi na Nyagomani tumefanya kazi kabisa. Kabla ya hapo yeye mwenyewe alikuwa ananifahamu, anajua Swaga Boy ni nani. Wale ni mayango wamekuja nyuma. Wale ni watu ambao wamekuja kuvaa muziki, lakini sisi tumeanza muziki kitambo. Sema tu ni watu ambao tulikuwa tuna mambo mengine. Unajua ukijibesi sana kwenye muziki, mwisho wa siku utakuja ufulie. Kwa sababu mapenzi bila pesa utoboe na muziki bila pesa autoboe. Kwa hiyo kuna mambo mengine tu wana yasuku. Unaweza kaniona mimi Swaga Boy, kumbe na mambo mengine nayafanya. Ukaniona ukanidharau, lakini na mambo yangu private. Sio kila mambo natakia niweke mtandaoni public. Mimi na Nyagomani tuna ufriend kabisa muda mrefu, lakini kuna mambo yaliingiliana vibaya tukazinguana kama hivyo, na mpaka sasa hivi tunaishi kama paka na panya. Lakini tukiwa kama mambo kama haya kualikana, hayo mambo tunayaweka nyuma. Tunakuwa familia. Yaani tunaishi watu wawili sehemu mbili. Yaani kuna sehemu tunaishi mimi naye kiadui, kuna sehemu tunaishi kama mwana familia. Ndio pale tunapokwenda kusema labda
online tunaenda kuona Swaga Boy amepewa mwaliko na ameupokea vizuri kama best friend fulani hivi, na anatarajia kwenda, hatujajua ana lengo gani la kwenda kufanyaje pale, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kikawatia maswali mengi watazamaji wana kuangalia sasa hivi. Mimi naenda pale kwa sababu ya nimealikwa, naenda kwa sababu ya kwenda kumsupport ndugu yangu, kwa sababu kweli, na upande mwingine Nyago hajakosea kumwoa mtoto kwa upande mwingine, kwa sababu ni mtu ambao wako kwenye mahusiano muda mrefu sana na mtoto wa watu, si unajua tena na ameona future yake pia, na ndio maana ameamua kumchukua. Kweli ameamua kumchukua amweke ndani. Sasa aliona kwa sababu ni star, na ndio maana natakiwa mfanyie kama party, na ndio kama hii. Kwa sababu mimi nimeenda kwa sababu wote ni wasanii, yani nimeenda, ingekuwa labda ni mtu mwingine wa kawaida mimi nisingeenda kwenye sherehe. Kweli nimefurahi, nimepokea mwaliko, lakini nitaenda pale kwa sababu ni wasanii wenzangu, wana familia sana. Wana familia sana, ndio tumeenda pale, yani ndio wana shughuli pale, kwa hiyo inabidi niende nimsupport. Pia na hii lugha ambao walitokea kuitoa kwa Nyagomeni pale kwa Bidobido Star, na kusema wasanii hawana hela ya kutoa zawadi kama mimi nilioitoa hapa, japokuwa tuliona ni kiasi fulani tu kama cha misimbazi mitatu nilianguka pale, tusije tukaweka vitu kwenye mabano, kwa sababu ni kitu ambacho kilipanda viral online na kila mtu alikiona. Wewe kama Swaga Boy ndio kitu ambacho unaenda kukifanya pale au la? Amna, hata ikiwa zawadi ya buku ni zawadi. Na ndio maana nilimwambia tulikuwa naongea naye, nikamwambia bana, hata mtu akikuletea ganda ndizi pokea, ni zawadi. Wewe unataka kuletea gari, ana gari. Unataka kupokea gari na mtu ana gari. Kichote kitakachotokea, lakini inabidi tumsupport. Kwa sababu ya kuonyesha watu kama wao muziki tunaofanya ni kazi kama hivyo. Ukiwa na 200,000 unatoa, ukiwa na 100,000 unatoa, chochote kile. Ukiwa na 50,000 unatoa, ukitoa na 10,000 unatoa, 5,000 unatoa. Lakini tunabidi tumsupport. Kwa sababu mtu anapoandaa event yake, mwanangu, sio tani. Hata mimi nikiandaa event sizipenda zawadi ziwe za kichoko, yani mtu aniletee zawadi ya vitu ambavyo vieleweki. Nitabaki na guna nimefanya kitu gani kama hivyo, maana kila mtu ana njia za kuandaa event. Kwa hiyo inabidi tusupportiane kama hivyo. Tumsupport. Na hiyo lugha nyewe kama wasanii mlipokeaje? Ile aliongea kumaanisha alikuwa apiga promo. Ukiangalia kwa imekaa kipromo. But kuna mtu ambaye alikuwa ni mgeni wa sanaa na aliingia na akatoa hela zaidi ya zile, afu ni wa kike. Sasa nyie kama wasanii wa kiume mlipokeaje ile kitu? Unajua, na ndio maana alikuwa anapiga promo kwa sababu anajua na maandalizi yake, kwa hiyo inabidi kwa ameandaa maneno teka kiakili fulani. Mradi mwende mnajijua, mkienda kule msikiwa wa mbumbumbu, yani watu wafanye kama kwenda kumponda. Jamani, nimetoa 50,000 na hela kuliko nyinyi. Ina maana watu waende wafanye kufuru pale. Ameongea hivi, mimi natoa, alitoongea hivi, mimi natoa 200,000. Watu tupo kimitego. Sio bana. Mr. Swaga Boy naye anamtegaje Nyagomeni? Kuna kitu gani ambacho umemwandalia pale kwa zawadi yake? Mimi ni siri yangu, zawadi ni siri. Unajua zawadi ni kama ushasema, zawadi ni surprise. Zawadi ni surprise. Siwezi kukuambia kama nimeandalia kitu gani. Ni siri yangu, mimi mwenyewe najua kama nimemwandalia kitu gani. Taona tu. Taona. Safari yako ya dai iliendaje? Tumalizie hapo. Unajua bana, bado mambo hayajakaa sawa. Wewe mwenyewe unaona mazingira hayajaturuhusu. Kwa mazingira bado yanaturuhusu tukae hapa. Tunafuata sheria. Sheria ikituambia fanya hivi na tunafuata hivyo. Ukienda kinyume na sheria ndio kosa. Sheria tunafuata sheria. Ndio maana mpaka sasa hivi niko hapa. Ndio hivyo. Lakini mambo yapo. Nakwambia sisi hapa Nyarugusu, nisikuficha, wanaweza katupatia vibali bwana. Nyinyi wasanii msiibe tu, msifanye ujambazi. Fanyeni tu kazi zenu za muziki. Msitukane watu, fanyeni tu kazi za muziki, fanyeni vipaji vyenu vionekane. Huu mkoa wa Kigoma unaweza kuwa tegemezi sana. Kwa sababu nikiangalia Kigoma hamna wasanii kama hapa Nyarugusu. Kigoma hamna wasanii wengine wanaojituma kama hapa Nyarugusu. Kigoma tuna msanii mmoja ambaye ndo anapokea tuzo za sanaa kama msanii mkubwa hapa Kigoma. Yaani ameshikilia ukanda mzima wa Kigoma na Nyarugusu kiujumla, ambaye ni Luxman. Unasemaje Kigoma haina wasanii kama nyie ambao mnajifananisha Nyagomeni na wewe, wakati kuna ambaye ana hizo tuzo na nyie hamna? Ndio maana nakwambia hapa tuko kwa Luxman. Hiyo mada ya Luxman ikatishe kwanza, kwa sababu tuko kwenye mada ya siku hizi. Sitaki kumuongelea sana Lux, nalinda brand. Ajibebe kwanza.
ajibebe, ndo atajua muhimu wa Swaga Boy. Sitaki kumuongelea. But natamani tuzungumzie kidogo ile Iluxman kuwa na tuzo, na watu wengi, wasanii wengi wa Mungu Nyarugusu wanakataa sio msanii, ila ndio ana tuzo za wasanii na wasanii wengine hawana hizo tuzo ambazo anazo yeye Iluxman. Mimi nishakwambia Ilux achana naye, achana masuala ya Ilux. Achana masuala, ongea mambo mengine nitakujibu, lakini mambo ya Ilux achana naye. Sitaki kwenda huko. Okay, skendo zimesikika bwana, unaandaa ngoma ambayo hujataka kuipromote kabisa. Hatujajua ni kwa nini hujataka kuipromote, au kulingana na hizi eka za ndoa njema za wasanii ambazo zinapita, unaogopa labda ngoma yako ukiitoa haitoenda viral. Kitu kizuri waga kinaenda tu. Kitu kizuri waga kinapenya tu. Upepo kiwa mwingi au sababishi ndio unaweza kupeleka kila nyumba. Sijui umeelewa? Upepo unaweza kaja pa. Kuna vitu vitaenda, sijui vile vipesi vinabebwa, lakini unakuta vimara vinabaki pale pale. Mimi haiwezi kanitishia. Yeye ndio wa kwanza kutrend mtandaoni. Unajua Nyarugusu tuna trend kwa muda. Hii ni kipindi. Usifikie gisa yuko hapa kwa sababu ya ndoa. Na sio haiwezi kanizuia. Hata kesho mimi naweza nikachanga ngoma na ikaenda. Muziki ni muziki na vya ndoa ni vya ndoa. Kwani mtu anasikiliza ndoa? Mtu anasikiliza muziki, asikilizi ndoa. Muziki ni muziki na ndoa ni ndoa. Kesho naweza nikaachana kitu kikaenda kazidi hata siku ya ndoa. Inawezekana. Maana ndoa ikiisha basi kuna lingine tena. Kuna ngoma ambazo nakwambia watoto wacheni ngoma, wao wakubwa kitoacha kwao kitawashangaza. Ule anabebwa tu. Na ndio maana akaamua kumuoa Dogo Zungu. Wanataka kusema Dogo Zungu yupo kwenye mgongo wake wa mafanikio. Amwachilie, ndio maana kakana eti sijawahi kuoaga, nimeoa. Unajua maana yake? Ameona Dogo Zungu anamuingizia views sana. Ameona wale wengine wake zake hamna. Dogo Zungu ndo kila kitu. Na ndio maana nimeoa, sio kwamba uzuri. Hapana, hivi uzuri anaweza kalinganisha na ule ule mke wake nani? Shani pisi. Lakini ameambiwa sijaoa. Ameambiwa ina maana kuna kitu anavizia. Ina maana anabebwa na demu. Bwana, hao ni maneno yake Mchizo Ngwelo. Wanamuita Swaga Boy. Bwana, Mchizo Ngwelo. Una neno gani la mwisho la kuambia watazamaji wanaokutazama sasa hivi pamoja na Yosabar TV kwa ujumla, pamoja na mashabiki zako ambao wanazidi kufuatilia bila kuchoka, wanakutafuta popote ulipo, Mr. Swaga Boy, au sio? Mimi ndo Swaga Boy. Unajua anayefanya vizuri waga naishi tu muda wote. Na wapenda sana ambao wanafuatilia ITV, na wapenda sana ambao kidogo wamejidunga kwa Swaga Boy. Mimi ndo Swaga Boy, mchizi wa Mangwa, mchizi wa Ngwero. Ukiandika tu YouTube Swaga Boy, ukiandika Facebook Swaga Boy, ukiandika TikTok, Instagram Swaga Boy utanipata. Sasa hivi ni mwendo serious. Kuna vitu bado na viseti. Mimi ndo msanii pekee sinaga challenge yoyote, sifanyagi challenge, lakini ngoma inaenda YouTube. Nikiingia sasa kwenye masuala ya TikTok sasa, nikiamua nikajivika watoto wameisha, kwa sababu nitakuwa niko serious kule. Ndio hivyo bwana. Maneno ya Swaga Boy na ya kwangu ndo haya. Usisahau kuwa mwanafamilia wetu, waite na wengine wafuadie linki yetu ya Yosabar TV, tuzidi kuwa wanafamilia. Unajua familia ni kijiji bwana. Hiyo sound unaisikia ya Mavatiko MC waga sendagi lesi, maana nimenyoka zaidi ya pasi. Siku hizi wananiita chaki nyeusi. Nyuma ya kamera tunaye Maros Creativity. Ciao. Yosabar TV tunakuletea dunia karibu yako.